Na kutoka kaunti hiyo sasa tuelekee hadi kaunti ya Pokot Magharibi. Katika tukio lisilokuwa la kawaida, mamia ya wavulana kutoka eneo bunge la Tiaty wametoka jandoni baada ya kupashwa tohara hospitalini kinyume na miiko ya jamii ya Pokot iliyojikita kwa utamaduni. Vijana hao wamepewa mafunzo ya utu uzima na viongozi wa kidini ambao wanasema huu ndio mwanzo mpya. Oscar Kakai wa Masega anatuarifu. Leo niko katika eneo la Tiaty katika kaunti ya Baringo, na vile unaona nyuma yangu sherehe inaendelea. Hii ni sherehe ya vijana ambao waliweza kutahiri na sasa leo wameweza kufuzu baada kupewa mafunzo wakiwa jandoni. Kuna mafunzo mazuri na hata kule jandoni ya kanisa mafunzo kuhusu jinsi ya kuwa mwanaume kamili. Na tunaambiwa kwamba mwanaume kamili ni yule mtu ambayo anatii wazazi wake, asemi ati mimi nimekuwa mwanaume ati mimi siwezi fanya kazi. Kutahiri si kwa mwili pekee, lakini kutahiri ni kwa akili, moyo na mwili. Na pia unapokuwa mwanaume unafaa kuwe na Mungu. Viongozi wa kidini ambao tulizungumza nao kashifu mila potovu za kitamaduni ambazo zilipitwa na wakati. Composition that boys are radicalized, culturally radicalized. Ili wakuwe warriors because they graduate warriors. Na hii mambo ya warriors ndio kuna cattle wrestling na kuna banditry. Na break the circle ni to bring alternative circumcision and then as circumcision rights. Kwa muda mrefu vijana wengi katika maeneo ya ufugaji wamekuwa wakipashwa tahara, wapewa mafunzo ya kitamaduni. Hata hivyo, baada ya ujio wa makanisa pamoja na neno la Mungu katika eneo hili la Tiaty, sasa maendeleo pamoja na mabadiliko yameanza kuvuma katika eneo hili. Lengo letu kubwa ni watu wa hii eneo waweze kupata msingi wao, hasa kisasi ambacho kinakuja, wapate msingi katika neno la Mungu. Wengi wetu walienda ile ya kitamaduni na zile za kitamaduni wanafundisha mambo ambayo sio ya maana sana. Yamekuwa ni mambo ambayo ukiingia kabisa yale maneno yanafundisha, naona jua ikienda chini huko, wakati jua inateremka wanalani jua. Ajua asubuhi ikitoka huko wanaanza kulani jua. Sasa ni vitu ambavyo tunasema imepitwa na wakati. Sasa jua ya Mungu watu wanalani kwa nini? Ni sherehe ambayo iliweza kuwaleta pamoja wakazi wa eneo hili, waumini wa makanisa tofauti, viongozi pamoja na maafisa wa serikali. Iliona kwa watoto wakifunzwa vibaya kwa tradition, kuna vile inaadhiri hata mawazo yao. Mama walikuwa wanateseka sana kwamba watoto yao wanaambiwa watusi wazazi. Pia watoto wakati walitoka, kuna watoto wengi walitoka na wakaacha shule. Hatua hii sasa imeweza kuleta mwangaza katika eneo hili ambalo wengi walifikiria bado limesalia nyuma. Vijana hawa sasa wameweza kufuzu baada ya kupokea mafunzo wakiwa jandoni, na sasa watakuwa mabalozi wa maendeleo, mabadiliko pamoja na amani. Nikiripotia NTV mashinani kutoka ukumbi wa Mausoleum, eneo la Chepturo katika eneo la Tiaty, kaunti ya Baringo, jina langu ni Oscar Kakai wa Masega.